nimepewa jukumu hili la kuweza kusoma historia yake, na jinsi mlivyosikiliza Injili ambayo imehubiriwa hapa siku ya leo, na mimi niombe tu mnipe nafasi ya kusoma historia hii. Sio ndefu, ni fupi sana, na ikiwa ndefu sana nitajaribu sana kuifupisha. Waheshimiwa wageni, familia, marafiki na wapendwa wote, leo tumekusanyika hapa kwa mioyo mizito kuenzi na kusherehekea maisha ya baba yetu, mume, kaka na rafiki mpendwa, Mzee Julius Namsasi. Kuzaliwa. Alizaliwa mnamo mwaka 1964 katika kijiji cha Nandunda, akiwa mtoto wa kwanza wa marehemu Vincent Wechuli na Maklina Shilako. Kutoka utotoni, Julius alijifunza thamani za uvumilivu, unyenyekevu na kujitolea, mambo ambayo yalimfunza zaidi ya masomo darasani. Licha ya kuacha shule akiwa darasa la 6 kwa sababu zisizoepukika, Julius Namsasi aliishi maisha ya busara na hekima iliyotokana na uzoefu na moyo wa kujituma. Maisha ya imani. Julius Namsasi alikuwa mtu wa imani ya kina. Alikuwa mshirika wa kanisa la Bethesda, akimtumikia Mungu kwa moyo unyenyekevu na upendo. Aliishi maisha ya mfano bora, akiweka imani na familia mbele katika kila jambo. Kutahiriwa. Mnamo mwaka 1980, Julius alikumbatia utamaduni wa jamii yake ya Baisa kwa kufanyiwa tohara, hatua iliyompa heshima ya kuitwa Omchuma. Alijivunia utambulisho huu na aliishi kwa heshima na nidhamu. Ndoa. Mzee Julius Namsasi aliingia katika ndoa na Joyce Ondeso mnamo mwaka 1985 na baadaye akajaliwa ndoa nyingine na Maafu mnamo mwaka 1987. Pamoja walijaliwa watoto 12 ambapo 4 wametangulia mbele ya haki na 8 wako nasi hadi sasa. Walioko nasi leo hii ni Eric, Gladys, Leonard, Lynette, Steven, Belinda, Valentine na Adelaide. Kwa watoto wake, Julius hakuwa tu baba ama hajawa tu baba, bali pia amekuwa mwalimu, mshauri, mlinzi na nguzo ya familia. Maneno yake yalikuwa machache, lakini yalibeba busara nyingi. Uwepo wake ulikuwa kama mzizi wa mti wa zamani, imara na wenye nguvu, ukistahimili misimu yote ya maisha, hata alipokumbana na mauti yake mnamo tarehe 16. Mauti. Katika miaka yake ya mwisho, Julius alipambana na maradhi ya kifua kwa ujasiri na uvumilivu. Licha ya maumivu, hakupoteza imani yake, upendo kwa familia yake, wala roho yake ya upole. Mnamo tarehe 16 Mei mwaka 2025, akiwa chini ya matibabu katika hospitali ya Matungu, Bwana alimuita nyumbani. Leo tunalia kwa uchungu wa kumpoteza, lakini pia tunashukuru kwa zawadi ya maisha yake, maisha yaliyojaa upendo, imani, kujitolea na heshima. Mzee Julius Namsasi hatatembea tena miongoni mwetu, lakini urithi wake unaendelea kuishi ndani ya watoto wake, jamii yake ya Baisa na wote waliomjua. Tunapomlaza katika mapumziko yake ya mwisho, tunasema kwa heri baba, kwa heri kaka, kwa heri rafiki, kwa heri mwalimu wa maisha. Tulikupenda sana, lakini Mungu amekupenda zaidi. Popote tulipo leo, Mzee Julius Namsasi amekuwepo jana, na alipo leo sisi tutakuwepo kesho. Kwa hivyo tufahamu ya kwamba maisha ni safari, na siku ipo tutakutana naye katika maisha ya milele. Kwa familia niseme tu mpate faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wote waliokuwa marafiki zake, Mungu awafariji wakati huu mgumu,
hata mnapompeleka kwake kwa mapumziko ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen.